Wiki iliyopita tuliweza kuangalia mambo fulani, tukaona ni jinsi gani ambavyo mto na midori ambayo inayozungumza sasa hivi, inayoishi, ambayo imechukua nafasi katika ulimwengu huu kama ambavyo nilisema, na sisi ambao Mungu ametuumba, kasema kwamba sisi tuna nafasi kubwa, kwa sababu yeye ni muumba wa vyote, pamoja na huyu aliyetengeneza hivyo ambavyo vimetengenezwa. Na tukasema wale midori hiyo wanapokuwa wameharibikiwa, huwa wanatengenezwa, yani wanarekebishwa na yule ambaye aliyewatengeneza. Na nikaelezea tu vizuri jinsi gani ambavyo inafanyika, hata anarejea tena kuwa chombo cha kufaa kwa ajili ya kutumia. Lakini na sisi pia tunapokuwa tumeharibikiwa, Bwana ni mwaminifu, kwa sababu yeye anajua ukamilifu aliotuumba nao. Hivyo basi anajua tunapokuwa tumeharibika, kwa namna ambayo tunapokuwa hatufai mbele zake. Sio lazima mwanadamu aone kwamba sifai, lakini yeye Mungu akishaona kwamba kuna tatizo, anatutengeneza yeye. Kwa hiyo kwa sababu sisi tuko kwenye mikono yake, yeye ndio muumba na ndio mfinyanzi aliyetufinyanga. Kwa hiyo anajua anatengeneza nini na wapi. Tumeona kwamba ili tuweze kutengenezeka tunamhitaji yeye, na tunatakiwa tuwe mbele zake tukielewa kwamba sasa tunatengenezwa. Na neema ya Mungu ilitosha kwetu, tukaingia kwenye hatua ya kwamba matengenezo yanafanyika kwa sababu gani? Ili tuweze kuondoka katika uharibifu, ama kuondoka kwenye nafasi ambayo nilikuwa nimekaa isiyo yangu, ama kwenye kiwango nilichokaa kisicho kiwango changu. Kwa hiyo matengenezo ama marekebisho yanafanywa ili niweze kufika mahali ambapo yeye ataniona kama alivyokusudia kuniona, ama kama alivyoumba. So Mungu ulituma neno lake ili kuweza kututengeneza. Kwa hiyo tulifika kwenye hatua ya kuona ni jinsi gani naweza nikaondoka mahali nilipo. So baada ya kufahamu kwamba hawa maroboti wanafanyaje kazi, na tukaona ni kwa nini waliweza kuchukua nafasi hiyo, kwa sababu mwanadamu alifika kuwa kwenye hatua ya udhaifu, na udhaifu huo shetani akautumia, na udhaifu huo kumsababisha shetani, wakati akimfanya mwanadamu kuwa dhaifu, yani akimrudisha mwanadamu chini na kuua nguvu, ule uweza na mamlaka ya Mungu. Alikuwa yuko kazini akiwa anatengeneza akiweka mikakati yake ya namna gani mwanadamu huyu atakuja kufika wakati fulani apoteze soko. Sasa tukiangalia tunaona wanadamu wamepoteza soko juu ya dunia waliopewa na Mungu kuikalia. Nchi ambayo mwanadamu aliumbiwa kukaa amepoteza soko kwenye dunia hii, na midori wamechukua nafasi ya kuweza kuishi. Ndio sasa tukaingia kwenye hiyo hatua ya kuona ni jinsi gani naweza kuondoka hapo, nisikae katika huu udhaifu tena, nisikae katika udhaifu huo tena, niweze kuishi mahali ambapo Bwana amenikusudia kuishi, ambapo ndio kusudio la Mungu la wokovu, kwamba ametuletea wokovu kwa sababu alitaka tupandishe kutoka mahali na kutuweka mahali. Mwanadamu bila kujua akang'ania mahali alipokuwa amekaa, na mahali alipokuwa amekaa, kumbuka kuishi kwetu katika hali duni na udhaifu wa kibinadamu, si Mungu ametuweka hapa, bali ni kutokana na makosa ambayo ndio sisi tumejikuta tunaishi aina ya maisha ambayo sio tuliokusudiwa. Lakini mpango wa Mungu ulikuwa ni sisi tuweze kuishi kwa jinsi ambavyo yeye alikuwa amekusudia, kwa maana kama alivyotuumba. Sasa imetokea tuko hapo, na akatuma Kristo Yesu kuja kutuokoa, aturudishe kwenye nafasi. Na anasema kabisa baada ya wokovu, ama baada ya kutuokoa, sisi tumeondolewa wapi na tumepelekwa wapi.
akisema katika ile Waefeso sura ya 2 mstari tuliozoea ni kwamba mstari wa 5 unasema hata wakati ule tulipokuwa wafu, wakati tuliishi katika hatua ambazo sizo, kwa sababu ya makosa yetu alituhuisha pamoja na Kristo, yaani tumeokolewa kwa neema, akatufufua pamoja naye, akatuketisha pamoja naye katika ulimwengu wa roho katika Kristo Yesu. Alishuka kuzimu ili anitoe mimi katika wafu niliokuwa naishi. Manake mwanadamu nje ya wokovu anaishi kama mfu, tunafahamu. Na Kristo Yesu alishuka kaenda kwa wafu, wale ambao hawaishi tena duniani, ili aweze kutuinua sisi tena na kutupandisha turudi kuishi kwenye ule utukufu ambao yeye aliokusudia sisi tuweze kuishi. Na kwa utukufu huo ndio mimi mwanadamu ama mimi mtu ndio ninayetakiwa sasa kuishi. Kwa hiyo tuliona namna gani ama jinsi gani ya kuondoka. Tukasema ili niweze kuondoka, jambo la kwanza natakiwa nielewe kwamba mtu anaelewa Mungu anataka nini, alafu ndipo anaingia kufanyia kazi alichoelewa. Nisipoelewa ni ngumu kufanyia kazi. Akisha kufanyia kazi ndipo matunda huanza kujitokeza, na hapo ndipo unaweza kusema mtu huyu sasa ameelewa. Lakini kuelewa kuwa hili ni kosa haina maana kuwa mtu huyu ndio ameshavuka hiyo dhambi. Kwa maana yake ni kwamba kulijua kosa sijaondoka kwenye kosa, na haifanyi mimi kuwa nimeondoka kwenye kosa. Kwa hiyo kuijua dhambi ama kuijua kosa haifanyi mimi, haina maana kwamba nimeshavuka hiyo dhambi. Bado dhambi iko pale pale kwenye kiwango chake cha nafasi yake juu ya mimi ama juu ya maisha yangu. Kilichofanyika ni kimoja tu, nimefunguliwa macho nikaiona kwamba hii ni dhambi. Sasa kama macho yangu yalifunguliwa na bado iko pale pale, kwa lugha nyepesi ni kwamba bado sijaishinda dhambi. Bado sijaishinda dhambi. Kwa hiyo kuelewa kwangu ama kuelewa kuwa hii ndio dhambi ama hii ni dhambi haina maana nimeiacha. Kuiacha dhambi kuna maana kuna hatua zimefanyika. Na hizo hatua ndio hii hatua ya kwanza tumesema kwamba unaiona, unaielewa. Lakini sijaondoka hapo. Kwa maana yake nikiwa hapo bado naweza kanirudisha pale pale. Sio kwamba kwa sababu nimejua kwamba hii ni zinaa basi niko huru na zinaa. Sio kwa sababu nimejua hivi kuchukua kitu cha mtu ndio wizi basi niko huru na wizi. La hasha. Naweza nikarejea pale pale katika kutenda tena hilo hilo, sababu sasa nimeiona tu, lakini sijaiacha kwa kuijua tu hiyo dhambi. Sasa katika maisha yetu watu wengi tuko katika hiyo hatua, na hiyo hatua inawafanya watu wengi kuendelea kuishi kwenye dhambi ambayo waliishi kabla ya kuokoka. Ni maswali ambayo kuna mtu na watu na yamkini na wewe na mimi tulijiuliza ama tujiulize. Huyu ameokoka, mbona maisha yake bado yamefanana kama vile nyuma? Ni kwamba ameijua tu dhambi, lakini yeye hajachukua hatua. Yaani hatua zinazofuata hajazichukua ambazo zinamtaka yeye. Hatua hii ya kwanza ni Mungu ndiye anayefanya hiyo hatua, kwamba anafungua macho yangu. Kwa hiyo ile hatua ambayo imenifungua mimi macho nikaiona dhambi, ili sasa niweze sasa kuchukua hatua ambayo inatakiwa mimi sasa kuweza kuchukua. Kwa hiyo sasa watu wengi wanaiona dhambi, wakijua hii ni dhambi, kwa maana hiyo ni ile hatua. Kama mtu hajaokoka mathalan, anapoijua dhambi ndio anaingizwa kwenye toba. Kwa hiyo ndio anaongozwa sana toba. Kwa hiyo kiangalia ni hatua ya awali ambayo iko nyuma sana, lakini mtu huyu akishaingizwa kwenye toba, kwa maana sasa ameokoka, ameongozwa sala ya toba, nini kinafuata? Akiwa hapo hapo anaweza karudi kuendelea kuchezea dhambi. Na hii ndio inawafanya watu wengi waliookoka bado wanaishi kwenye maisha ya ukali, kwa sababu waliitambua dhambi, wakaamua
yaani wa kufanya maamuzi kumpa Yesu maisha yao, lakini hawajaondoka mahali hapo. Hakuna hatua nyingine iliyochukuliwa juu ya maisha yake hata akaweza kuondoka. Hatua zinazofuata hazimuhusu Mungu, zinanihusu mimi. Na zinaponihusu mimi, ndio sasa pale kitu kitakachofanyika, kama jinsi ambavyo tunavyoona mmea unavyokuwa bila kuelewa unakuaje, ndivyo sasa itakavyokuwa kwenye maisha yangu ya kiroho. Nikikua bila mtu ama bila mimi kujua na kuaje. Sasa ile ni kazi Bwana anaifanya ndani. Lakini ile kazi anayoifanya tayari mimi nakuwa kuna virutubisho nakula. Vile virutubisho nakula vyatoka wapi? Vyatoka kwenye ardhi. Na ile ardhi sio kwamba virutubisho hivyo ni Mungu anavileta. Vilikuwepo, vipo. Kwa maana tunasema neno lilikuwepo na liko. Kwa hiyo neno liko kwa ajili ya mimi kuweza kufundishwa, alafu ndio nianze kuchukua hatua. Siwezi kuijua hatua hata niweze kuichukua hatua kabla sijafundishwa nikajua jinsi ya kuichukua hatua. Siwezi kuichukua hatua, siwezi kuijua hatua hata nikaichukua hatua kabla sijafundishwa jinsi ya namna ya kuichukua hatua hiyo. Na sasa kufundishwa ndio pale inakuja sasa wanahusika watumishi, nafundishwa na mimi nasoma. Kwa hiyo neno linachukua nafasi yake katika maisha yangu. Kwa hiyo linaanza kunitoa hatua ile niliyokuwepo ya kuijua dhambi, alafu nipite kwenye hatua nyingine. Hiyo hatua ikishatoka, nikishachukua hatua hiyo, lakini wakati wa kuchukua ile hatua kutoka kwenye hatua namba 1 kwenda kwenye hatua namba 2, mimi sitajua nimechukuaje hiyo hatua. Yaani hiyo hatua inafanyikaje mpaka najikuta nimefika hatua namba 2. Ndio nikatoa mfano wa mti. Kuwa bila kueleweka unakuaje. Lakini chakula alikula kwenye ardhi. Kwa hiyo mti unapanda unaenda tu. Ndio nikasema chakula kipo kwa sababu ni hili neno tunalosoma na mafundisho haya tunayoyasikia. Yesu hata shuka tena kuja kusema na mtu. Hadi akisema na sisi kupitia neno lake. Sawa, anasema kwenye ndoto, anasema kwenye maono, anasema kwa njia zake nyingi. Lakini atasema na sisi kwa njia hii ya level yetu ya hapa duniani. Chakula kiko hapa, tunakipata hapa. Lakini nitakapokuwa nakula hicho chakula, mimi sitajua kwamba kuna hatua zinachukuliwa. Yaani kuna kazi inafanyika ya kusababisha na toka, yaani kuna mwendo umeanza kwenye maisha yangu ya kutoka kwenye hatua point A na kwenda kwenye hatua point B. Ule ni mwendo ambao sasa unafanyika kwenye ulimwengu wa roho, haufanyiki kwenye ulimwengu wa damu na nyama. Sio rahisi mtu akaona ukuaji wake, ila ataona alikofika ndio anaona. Lakini ilikuwaje nikafika hapa huwezi jua, kwa sababu hizi ni hatua zinachukuliwa na kutendewa kazi katika ulimwengu wa roho. Sasa nikasema watu wengi wako kwenye hatua namba 1, na tangu walipookoka walibaki hapa na wanaishi hapa na hawasogei, kwa sababu hawajui. Wameijua dhambi na wanaizungumza dhambi, na anaisema hii ni dhambi kwa sababu anaijua. Na swali ndio tunauliza, mbona huyu anaijua dhambi na mbona anaifanya? Mbona kanisa linajua dhambi, mbona linafanya dhambi? Yuko kwenye level yake ya namba 1. Sasa inategemea mtu amekaa hapo kwa miaka mingapi. Hapo inategemea na ule uwezo wa ulaji wake, kwa namna ya amepandwa karibu na nini. Mtu wote ukisoma Zaburi ya kwanza anasema, Zaburi namba 1, inategemea mtu amepandwa wapi. Zaburi 1 anasema, heri mtu yule, yaani nitaisoma hapo kutokea huko, lakini na mistari kadhaa chini hapa. Heri mtu yule asiyekwenda katika shauri la wasio haki, wala hakusimama katika njia ya wakosaji,
wala hakuketi barazani pa wenye mizaa, bali sheria ya Bwana ndiyo impendezayo, na sheria yake huitafakari mchana na usiku. Naye atakuwa kama mti, huo mstari wa 3 niliotaka. Naye atakuwa kama mti uliopandwa kando kando ya vijito vya maji, uzaao matunda yake kwa majira yake, wala jani lake halinyauki, na kila alitendalo litafanikiwa. Sasa ndio maana nikisema kwamba mtu huyu anakula katika ardhi, lakini nategemea mti huu ulipandwa kando ya nini. Kwamba kama uko kwenye ukame, ina maana hawezi kupata chakula vizuri na virutubisho vizuri, hata ndipo ukuaji wake uweze kutembea. Lakini hata kufikia hatua ya kuzaa matunda. Sasa kuzungumza habari ya mtu kwamba maisha yake ya wokovu yaonekane kwa nje. Kwa hiyo zile hatua za kutembea kwake sisi hatuwezi kuziona, lakini zinafanyika kwenye Mungu wa roho. Mfano ndio mtu unakula kwenye ardhi, lakini kitu utakachoona ni kwamba Bwana mti huo hui. Sasa wewe unauona kwa sababu umeuona sahihi huko, kesho utauona kwa. Lakini mwingine anasema mti huo unaenda spidi, unakuwa sana, lakini hauoni kukua kwake. Wewe unakutamka, lakini hukujui kukua kwake, sababu kukua kwake haikui katika ulimwengu wa damu na nyama. Sasa mimi nakuwa kama ninapokuwa nimepandwa kando ya vijito vya maji, ndipo sasa mti huu ama mimi nitazaa kwa sababu nakunywa na kula vitu ama vyakula ambavyo vimebeba virutubisho, napata maji, napata kila kinachohitajika kurutubisha mwili wangu, hata mwili wangu upate afya. Mtu anakula mataputapa, mtu hajui kama mtu anakula mataputapa, lakini baadaye utajua kwamba mtu alikuwa anakula mataputapa. Kwa nini unajua anakula mataputapa? Tukisema ni kwamba vitu vya ovyo. Kwa nini unajua unajua anakula mataputapa? Kwa sababu utaiona afya yake, kwamba afya yake imeshuka kwa namna fulani, anachakaa. Yaani kwa nini sasa unamwona anachakaa? Kwa sababu wakati fulani alinawiri, sababu kuna wakati alikuwa na afya, kuna wakati alionekana vizuri, ila ilikuwaje akawa na ile afya? Wewe utaona na hujui, hukai na huyo mtu. Wewe tunaona matokeo ya nje, lakini ndani hatuoni ule utendaji unavyotenda kazi. Kwa hiyo hatua ya kwanza ndio hii tunayosema, mtu anajiona dhambi, lakini hawezi ondoka hapo, kwa maana hajaondoka hapo, kwa sababu hatua ambayo inamtaka yeye aweze kuifanya ama kuichukua, hata aweze kuondoka hapo hajaichukua. Kwa hiyo tunaenda namba 2. Salamu tatuingiza kwenye maombi. Namba 2. Hatua namba 2 sasa ndio hiyo tunataka kuiangalia. Baada ya kuijua, yaani nishajua sasa hii ni dhambi, nimejua hii ni dhambi, je, nachukua hatua gani? Kwa hiyo hapo kuna kupause, kuna kitu kinaitwa pause, kuna kutafakari, kuna hatua ya kufikiri, kutafakari, kujichunguza katika hili ambalo nililolitambua. Kwa hiyo hapo ndipo panaposimama maamuzi ya mwanadamu. Nimesema kwamba mwanadamu ndio anachukua hatua sasa. Ni mimi. Sasa Mungu hayupo hapo. Anapotakiwa kutenda kazi jambo hilo, kutendea kazi jambo hilo, hapo Mungu hayupo. Hili ni jukumu la mtu mwenyewe kuamua kufanya maamuzi. Kuamua na kufanya maamuzi. Hatua ya pili inaniingiza kwenye kutafakari. Hatua ya pili inaniingiza kwenye kutafakari. Niko pale naiona dhambi, lakini natafakari. Sasa katika kutafakari ndio kunakuja kuniingiza kwenye nini? Kuamua, kufanya maamuzi, kuamua. Tafakari yangu
ndio itanifanya hatua ya pili itekelezeke. Nisipotafakari siwezi kuamua. Nisipotafakari nitashindwa kufanya maamuzi. Nisipotafakari siwezi kuamua, na pia nisipotafakari nitashindwa kufanya maamuzi. Sasa nikishindwa kufanya maamuzi, ina maana bado niko pale pale kwenye hatua ya kwanza. Naiona, naijua hii ni dhambi, lakini niko hapo. Kwa hiyo huyu ni mtu aliyeokoka, lakini maisha yake yako kwenye eneo linaitwa danger zone, eneo hatarishi, eneo ambalo saa yoyote anaweza akawa duniani. Saa yoyote anaweza akawa wapi? Duniani. Nisipotafakari, kwa sababu tafakari ndiyo itakayonipa mimi kufanya maamuzi. Kwa maana sasa nimejua hii ni dhambi, nachukua hatua gani? Kwa sababu kuijua hiyo ni dhambi, naweza nikachukua hatua ya kuendelea nayo. Lakini ama kuijua hii ni dhambi, nikachukua hatua ya kuiacha. Na kuijua hii ni dhambi, naweza nikachukua hatua ya kuisitisha. Ni kitu nilikuwa nazoea kukifanya, kwa hiyo mimi sasa nasitisha kwa sababu nimejua hii ni dhambi. Lakini naweza kuja kuirudia tena. Nasitisha kwa sababu najua hii ni dhambi, lakini naweza kuja kuirudia tena. Sasa kuna mtu anaweka dhambi inabaki pending, inakaa huko pembeni kwa wakati fulani. Hajatafakari vizuri, hajamaliza kutafakari, hajaweza kufanya maamuzi vizuri. Kwa hiyo anaisitisha kwanza. Huyu mtu anafanyaje hivyo ndio kuisitisha? Mathala, nilikuwa na mtu tufanyaga vitu vingi tu huko kwenye maisha yetu. Nikagundua hii ni dhambi. Kuna watu wameokoka wanaishi na wanawake zao wakiwa hivyo na hivyo. Nimegundua hii ni dhambi. Kwa hiyo mimi naisitisha kwa kutokufanya ngono na yule mtu. Hivi nimesitisha, lakini sijaiacha. Ile dhambi bado iko mbele yangu. Ninapositisha naweza nikairudia tena, aidha na mtu mwingine ama na huyo huyo. Hii inategemea maamuzi. Nilifanya maamuzi baada ya kuijua hii ni dhambi. Nilifanya maamuzi gani? Sasa watu wengi huwa wanasitisha dhambi, hawaiachi. Wanasitisha. Kwa hiyo anapositisha, hiyo ndio hatua wengi wanaichukua. Anapositisha dhambi, inakuja kufumuka tena wakati fulani. Sasa alisitisha na yule, itafumuka na mwingine. Mtajikuta tena wakati fulani naogelea kwenye bahari hiyo hiyo ya kitu hicho hicho, lakini sasa ni staili nyingine na kwa mtu mwingine ama kwa jinsi nyingine. Kuna vitu ambavyo kanisa linatakiwa lijue kwa uwazi. Kwa Kiswahili sio wanaita nini? Mimi nitaita zina tu. Ila tu zina. Na nachukua kwa mfano huu sasa. Kuna zina za aina nyingi sana. Kwa hiyo mtu anaweza akasitisha zina ya aina moja, akabaki na zina za aina nyingine. Huyu mtu hajaondoka hapo, bado anaitazama, anaiona ni dhambi, lakini hajaiacha. Kuna watu wameokoka, walikuwa wanafanya zinaa na wanawake, yani wanafanya hiyo ngono na wasichana huko wakati huo kabla ya kuokoka. Kwa jinsi yote ile maisha alikuwa anaishi, akawa ilikuwa kwake ni kawaida. Lakini sasa ameokoka, amekuja akaambiwa hiyo ni kosa. Kwa hiyo si ameambiwa, si amehubiriwa, ameelewa. Kwa hiyo sasa amefanya hayo maamuzi sasa. Lakini maamuzi, yani ameelewa hiyo ni dhambi.
lakini maamuzi aliyofanya akafanya ni kusitisha. Kwa hiyo anapositisha, anasitisha kufanya zinaa na mtu mwanadamu, mwanamke, lakini huku kwenye wokovu anaendeleza zinaa. Kuna kitu kinaitwa masturbation, mpunyeto. Anaendeleza zinaa kwa staili hiyo. Huyu mtu bado yuko pale pale, hajaondoka. Yuko kwenye hatua ile ile ya kwanza, bado hajaondoka. Na hii inayopelekea tunaona kwamba watu wanaishi kwenye wokovu, miili yao ikiwa bado inawaka tamaa ya zinaa. Miili inawaka tamaa ya zinaa kwa sababu bado mtu yuko pale. Anajua zinaa ni dhambi, ndio maana anajua kwamba nawaka tamaa, lakini sitaki kuwaka tamaa, lakini hawezi, kwa sababu alisitisha zinaa na mtu, lakini hakuachana na ile roho ili awe huru sasa. Kwa hiyo huyu mtu bado ni mfungwa kwenye dhambi ile ile, japo haifanyiki kwa namna ile aliyokuwa akifanya. Kwa hiyo hilo ni kundi la kwanza. Kundi la pili, mwingine anasema mimi ni bikira, sasa siwezi kufanya ngono na mwanamume, nafanyaje? Anageukiana wanawake kwa wanawake, wanafanya ngono. Analinda usichana wake ili siku akija kuolewa aonekane kwamba yuko salama, lakini siku huyu mtu hayuko salama. Huyu mtu ni mchafu, kwa sababu maisha yake ni machafu. Ama mtu anafanya hivyo, anasema mimi ni mwanamke, sijalala na mwanamume, lakini niko kwenye wigo ule wa zinaa. Hivi na wanaume nao wanafanya mambo yao. Nilisitisha zinaa, kufanya ngono na mwanamke, lakini nafanya kwa namna. Kuna wengine nao tena, yeye hafanyi zinaa na mwanamke, wala huyo mwanamke afanye zinaa na mwanamume, wala afanye zinaa na sijui na mwanamke kwa mwanamke, wala afanye masturbation, lakini yeye anamaliza haja yake kwa kumtazama mwanamke ama kwa kumtazama mwanamume. Huyo mtu bado yuko pale pale. Yaani kile kifungo, tunasema habari ya kifungo, kipo, hakija mdogo. Na haijalishi amekaa kwenye wokovu kwenye yaani ndani ya wokovu kwa muda gani, kifungo kiko pale pale. Amefungwa huyu. Lakini katika mtazamo wa kawaida anaona yuko salama. Kuna wengine wanafanya zinaa kwa namna nyingine. Utanisamea lakini itabidi nitaanza kusema kwa nini Bwana amesema nifundishe. Kuna wengine wanafanya zinaa kwa namna nyingine. Hawafanyi zinaa kwa njia ya kawaida, wanafanya zinaa kwa njia ya mdomo. Akijua kabisa niko salama, mimi sijalala na mwanamke, wala sijalala na mwanamume. Ni mfungwa. Yaani tunazungumza habari ya kutoka hatua. Sijaondoka kwenye hatua namba 1, bado niko pale pale. Lakini nina miaka natembea kwenye wokovu. Mimi usiguse mimi sisi na nini lakini anafanya zina. Kuna aina nyingine watu wanafanya zina, wanachukua makaroti, wanachukua mabiringanya, wanachukua sijui nini wanaita matango, wanachukua sijui nini